Nimekuja hapa kwa mara ya kwanza kufanya mkutano wa hadhara. Nimekuja kutoa shukrani zangu kwenu ya kwamba tarehe 29 mlifanya kazi nzuri kunichagua mimi kama diwani wenu kwa Kagera, kwa maana ya kijiji cha Kagera. Sikuwa na shaka, kula tuliongoza kwa asilimia zote. Kwa hiyo nimeona kwa siku ya leo, wananchi ni washukuru sana watu wa Kagera. Ninyi ni watu wema sana kwangu. Nimeanza na ziara za kuzunguka kwenye taasisi zote na vijiji vyote, lakini nimegundua tunayo mapungufu kwenye taasisi zetu, mfano kama shule, ofisi za vijiji, idara ya afya. Kwa sehemu zote hizo nimezizungukia mimi. Hasa nimemaliza hiyo awamu, nimekuja sasa kukutana na wananchi wenyewe kuambia, bwana, mimi kwenye kijiji chenu hapa nimeona 1, 2, 3. Nimekuja mimi peke yangu, lakini nimeona sasa niwarudie niwashirikishe ninyi. Nimegundua kuna 1, 2, 3. Kwa hiyo kwa kijiji cha Kagera nimeenda pale shule ya msingi, na ndo hoja ambayo mimi imenileta hapa. Kuna changamoto ya ongezeko kubwa la wanafunzi kwenye shule yetu ile pale. Kwa hiyo kunahitajika nini? Kunahitajika pale kazi ifanyike. Serikali inafanya kazi, imewekeza fedha nyingi pale, na mwaka jana iliweka fedha. Kama unafika pale unaweza ukaona ujenzi ulioko pale, lakini kuna upungufu wa madawati. Watoto wanakaa chini. Watoto ukifika pale kwenye darasa moja wanaanzia mlangoni, wamekaa chini kwenye vumbi. Mimi kwa kumshukuru mwalimu kwa fedha ambazo aliletewa, nilipeleka pale mifuko 10 ya simenti kuwaunga mkono. Nadhani tayari nimeshaikabidhi, ili mradi waone namna na kuwatia moyo watumishi wetu hawa. Na mimi nikasema niwaambie wananchi wangu, kuwatia moyo hawa na kuwatia moyo watoto wetu, tutengeneze madawati pale. Niliona hilo. Kwa hiyo mwalimu, na wewe ndo mratibu wa kata hii, na wewe tena leo umepewa tena jukumu la mtendaji wa kata kama mwandishi wangu. Mtendaji wa kijiji, mwenyekiti wa kijiji, kaa na hao watu wako, wananchi wetu hawa, pangeni mpango wa kutengeneza madawati. Mimi nimekuja kukumbusha tu kwa sababu wenye watu ni hawa. Serikali ya kijiji ikae ilete mtazamo wa kumaliza tatizo pale. Kama sio kumaliza tatizo ni kupunguza. Kuna adha kubwa mno ukifika pale. Kweli tumejichangisha, tumenunua eneo pale Mwamitirwa. Eneo lile ni la kwenu. Ni malengo mazuri kabisa. Tujenge shule mpya, kuondoa msongamano wa watoto wetu hapa. Lakini fedha ya kujenga pale kutoka kwenye serikali milioni 300 na kitu haijapatikana halmashauri kule. Nafanyeje? Tunamaliza sasa, wakati tunasubiria hiyo milioni 300, ila madawati hapa tutengeneze. Yamepungua sana, angalau fanye mpango wa kupata madawati 100. Na mimi kwenye hizo dawati 100 nitawachangia dawati 5 za kulipa mimi mwenyewe. Ndugu wananchi, kata hii ya Ikunguigazi ndio iliyokuwa inapeleka watoto pale sekondari. Shule yetu ya sekondari imekuwa bora. Mheshimiwa, nikaribia miaka 5 sasa, shule ya sekondari pale inaongoza kiwilaya kwenye matokeo ya form 4, matokeo ya form 2. Mwaka huu imefanya vizuri kwa form 4 imefanya vizuri kwa wilaya yetu ya Moku. Na wanafanya vizuri wale kwa sababu wanapata watoto kutoka shule ya msingi ambao ni wazuri. Kwa hiyo ndugu wazazi,
wa Kagera. Mimi niwaombe muendelee kutuunga mkono. Sisi pale ni wachache. Tuna wanafunzi sasa hivi kwenye 1900. Walimu wanaohitajika ni walimu 42. Lakini walimu waliopo ni walimu 14 na wanaendelea kupambana kwa ajili ya watoto wetu. Kwa hiyo niendelee kuwaomba mtuunge mkono kwa uchache wetu na imani tutaendelea kufanya vizuri. Nashukuru kwamba kuna mkuu wa shule. Tujitahidi sana tuwapeleke watoto wetu shule. Sawa? Sawa. Leo hii kuna wanafunzi wamefaulu kwenda kidato cha kwanza lakini mpaka leo hajaripotishwa shule. Lakini mzazi yupo, uwezo anao, ila kwa sababu alishamwambia mtoto wangu, bwana wewe nilikwambia ujifelishe ufanye mtihani vibaya. Sasa kwa sababu umefaulu shule utaenda. Yule mtoto umtendei haki. Sawa jamani? Sababu kuna wazazi wanaambia watoto kwamba waandike mtihani vibaya, waandike matusi kwenye mitihani. Hawapo? Wapo. Sasa yule mtoto ukimwambia vile, mwache asome aipate kesho yake. Mzee wangu, kama wewe kusoma, basi tufanye kwamba ni bahati mbaya. Sawa? Tanzania kutosoma sasa hivi haipo. Na ndio maana leo hii kuna wasomi wengi, kuna watu wenye degree wanaendesha bodaboda kwa sababu ajira kidogo. Lakini tunaamini kwa kupata elimu unaweza kujiajiri wewe mwenyewe. Sawa? Kwa hiyo naomba tuwaruhusu watoto waende wapi? Waende shule. Sawa jamani? Tusiwazuie watoto kwenda shule. Msaidieni mwalimu hapa kupambana na utoro. Jimizeni watoto waende shule. Mtoto kaenda shule karudi, kagua daftari zake wewe kama mzazi. Je, mtoto ameandika? Hajaandika, fuatilia.